Mtazamaji, ni ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya hesabu za serikali hapa katika mradi wa ujenzi wa kituo cha uzalishaji wa umeme Kikuletwa Hydroelectric Power Project hapa wilayani Hai mkoani Kilimanjaro. Mradi huu unasimamiwa na Chuo cha Ufundi Arusha na lengo hasa ni kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa ajili ya mazoezi mazima ya uzalishaji wa umeme. Sehemu ndogo itatumika kwa ajili ya shughuli za mafunzo kwa vitendo, lakini sehemu kubwa itakwenda kuingia katika mahitaji ya jamii, ambapo mradi huu utakuwa na nguvu ya kuhudumia magorofa yapatayo 100 ama tuseme eneo la mji mdogo. Itaanza kutumika katika eneo hili la chuo kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo, lakini pia itaingizwa katika grid ya taifa ili kusaidia jamii. Majina kwa haraka sana, naitwa Mhandisi Daktari Robert Kabudi, mshauri elekezi, kiongozi mshauri elekezi wa huu mradi. Kwa haraka, huu mradi ambao ni awamu ya kwanza ya mradi wa Kikuletwa Hydropower Project umeanza rasmi kujengwa tarehe 13 Mei mwaka jana 2024. Ni mradi wa miezi 17, tutaumaliza tarehe 13 Oktoba 2024. 2025. Hali ya mradi ikoje, mnaendeleaje, na labda kama kuna changamoto zozote mnakutana nazo? Hali ya mradi inakwenda vizuri. Kwa hapa site kazi mnayoona nyuma tuko 20%, lakini kama ilivyo kunga ya miradi ya hydropower, kazi kubwa ni mitambo inayotengenezwa nje. Mitambo inayotengenezwa nje iko tayari kwa 95%, imesogezwa bandarini kule China, ikiteremka hali itakwenda kuwa ni vizuri zaidi. Kwa hiyo mradi unaendelea vizuri kabisa. Okay, hebu tuambie huu mradi ni wa kuzalisha nini, lakini pia baada ya kukamilika utakuwa unasaidia watu gani? Nipe sura hiyo moja kwa moja. Mradi huu kwa leo tunaita kwamba ni Kikuletwa 1 Hydropower Project. Tukiukamilisha, neno project litaondoka, litakuwa ni plant. Ina maana kwamba ni kiwanda. Lakini kwa chuo hiki ni kiwanda cha kufundishia. Teaching factory. Ni kiwanda cha kufundishia. Kwa hiyo hayo mawili miashike. Kwa hiyo hebu tuambie sasa, wananchi hawatanufaika kwa maana ya kwamba kusambaziwa umeme au itakuwa kwa ajili ya kufundisha tu? Moja, nimetumia neno teaching factory kwa uzito. Hiyo ndio elimu ya mkono. Unapomfundisha mtu kupika mandazi, usipike ya majaribio. Mimi nimesoma Arusha Technical College, ni kwamba tulikuwa tunaanza kuchonga chuma, mwisho wa siku kinakuwa ni kufuri. Unamfundisha mtu kwa kitu ambacho kinafanya kazi. Na mfano huu tuuchukue kwenye vyuo vya madaktari. Anakwenda kutibia wagonjwa. Anapokuwa pale akiwa anafundishwa kama nesi, akimpiga sindano mgonjwa amemtibia. Kwa hiyo hiki kiwanda cha kufundishia watakuwa wanafundishwa wakiwa wanazalisha umeme wa kweli, na kitatoa megawati 1.65. Ndiyo tafsiri ya teaching factory, ya kwamba unafundisha lakini kinatoa kitu cha kweli, sio kitu cha majaribio cha kutupa. Tutatoa matoi, tutatoa kitu cha kweli ambao huu umeme unaingia kwenye gridi. Sasa sifa zote za umeme kwenye gridi ndio huu mradi. Na utakuwa na uwezo wa kuhudumia capacity gani, yani kwa wakazi wa hapa labda mkoa na nini utakapokamilika? Na thamani yake? Nikitoa picha haraka, moja, huu mradi tutakuwa na transformer 2. Ya kwanza itakuwa inaingiza kwa chuo chenyewe, lakini chuo kwa kawaida kina matumizi kidogo. Umeme ambao ndio mwingi sana unaobakia tutaingiza kwenye gridi ya taifa. Kwa hiyo tutachangia kwenye gridi ya taifa. Hizi zinazozitaja namba zote ni kwamba tutakuwa tumeingiza megawati 1.65. Sasa labda niwape makadirio ya haraka ya megawati 6.65 inatumika wapi. Megawati 1.65 ni kamji kadogo kenye magorofa yapatayo 100. Kwa hiyo ukiangalia vivi ya jirani hivi, unganisha picha yako ya haraka ya magorofa 100, ndipo umeme utakapotumika. Kwa hiyo yote mwenye kiwanda kukamua nyanya kanini ni umeme huu anaweza kautumia. Pili ilikuwa ni kutoa mafunzo ya kuimarisha uwezo wa walimu katika kumfundisha mitaala mipya na utoaji mafunzo ya kisasa. Na vile vile ilikuwa ni kuimarisha miundombinu iliyopo ya kufundishia na kujenga mipya, ikiwemo ujenzi wa majengo ya ununuzi na vifaa vipya vya kufundishia. Na ya nne, jukumu letu kubwa ilikuwa ni kuimarisha mashirikiano na viwanda waajiri katika utoaji mafunzo ya ufundi na utaalamu na usimamizi. Sasa hatua tuliofikia, mheshimiwa mwenyekiti, ukiangalia katika section 3.2 na ukienda kwenye subsection 1 ndio tunaweza kutekeleza viashiria vya matokeo ya mradi. Kwa sababu ilikuwa ni lazima tutekeleze vitu viashiria hivyo, ndipo tupate fedha kutoka World Bank kutekeleza mradi. Na ukiangalia jedwali namba 1 unaona viashiria vilikuwa vingapi? Vilikuwa 8, na vyote vitekeleza vizuri. Ukiangalia asilimia kuanzia 100 mpaka 112, na baada kutekeleza viashiria ndipo tuko qualify kupata fedha ambazo tulizitumia katika kutekeleza mradi huu, ambao ukienda kwenye jedwali namba 2 kuna mchanganuo wa fedha jinsi kutekeleza mradi huu, ambao kwa jumla ilikuwa ni bilioni 37, na kiasi ambacho wakandarasi hawajalipwa kwa sasa hivi
ni bilioni 1.2, lakini vile vile jumla gharama za ujenzi wa majengo ni bilioni 32, na utengenezaji wa thamani ni 0 kwa sababu bado alikuwa katika phase hii. Na ya tano ni jumla ya gharama ya mradi hadi ilipofikia Machi 25 ilikuwa ni bilioni 29.7, na kiasi kilicholipwa hadi kufikia Juni 2024 ilikuwa ni shilingi bilioni 28.94, na kiasi kilicholipwa hadi kufikia wakati wa uhakiki, yani audit verification, ya Machi 2025 ilikuwa ni bilioni 29.7, na kiasi ambacho bado wakandarasi wanadai na hakijalipwa. Namshukuru Mungu kwamba mpaka sasa hivi wakandarasi tumeshalipa vyote, ni 0, maana yake hawatodai chochote. Furahi sana ulipotupeleka kule kwenye ule mtambo mwaka 1935 unasema sijui ulijengwa, lakini inawezekana ulikuwa kabla hata hapo. Maana kama ni Mjerumani itakuwa ni kabla, si ndio? Ule mtambo leo hii ni kitu muhimu sana. Ni kwa sababu hatujitangaze. Hata pale tungeweza kuweka ikawa ni museum na ni sehemu ambayo ya utalii, watu wakawa wanakuja kuona na kujifunza. Ni kitu kizuri. Sasa nyinyi kama chuo mjiongeze pale. Ongezeni samani, tengenezeni, alafu watu watakuwa wanakuja kuangalia. Mnatoza 5,500 zile saidia. Si ndio jamani? Maana katika eneo ambao hatujafanya vizuri ni kwenye utalii. Sasa hivyo vitu ni muhimu sana. Lakini sisi tunaamini mtafanya vizuri, muweze kufanya. Lakini la mwisho nataka kusema, tumeona mmepanda miti na baadhi ya miti inakauka. Najua kuna maji mengi yanakauka, lakini muongeze bidii, muhakikishe miti inapona, mpande papendeze. Majengo yakipendeza hivi na mazingira yakiwa mazuri, patakuwa safi sana. Si ndio jamani? Lakini muendelee kufanya ubunifu zaidi kwenye mitara. Hapa wameuliza kwamba je, hapa itakuwa ni kwenye fani hiyo moja ya umeme au kutakuwa na fani zingine? Hata fani zingine ambazo hatutaenda kutembelea leo, tunataka kuwe na ubunifu. Mimi kuna vitu huwa naumia sana na huwa sipati usingizi. Mwaka 80 kwa wale ambao mlikuwepo pale Dar es Salaam, walionyesha Watanzania walikuja na prototype, wakatengeneza gari la mfano likaonyeshwa kwenye maonyesho ya Sabasaba. Gari nzuri sana. Siku 5 baadaye, sijui niseme serikali au walipiga marufuku kabisa, wakasema ni marufuku kutengeneza vitu kama hivi. Yaani watu wamefanya ubunifu, wametengeneza gari ambalo linafanana kabisa na Land Rover za kule za wenzetu, ambapo sasa badala ya kuwa encourage watu wakawa discourage. Hatutaki hivyo vitu vifanyike. Tunataka mwa encourage vijana wetu wawe wabunifu, waje na teknolojia za kisasa, tuzalishe kama ulivyosema vipuri vyote hapa hapa, tuzalishe mitambo hapa hapa. Huyu rafiki yangu amesema zile paneli za sola zitoke hapa hapa, na sasa hivi tunaanza kuchimba sijui kule nini chuma. Rais ametoa mabilioni ya hela, tutaanza kuchimba chuma, tuna makaa, tuna kila kitu. Tuzalishe hapa hapa. Ni aibu sana. Sasa hivi unajua nchi tumefika mahali kuna maeneo watu wanaagiza tosi stick. Unaagiza nje, unatumia dola ambazo tungeweza kutafuta hata vijana ambao hawana nani tukawapa mapanga wakachonga. Hapana, lazima tujiongeze. Yule shetani aliyeua viwanda vyetu tufufue. Na hii nyinyi mtakuwa ndio viongozi wa kuongoza. Mkitutengezea vijana wazuri watafanya hivyo. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutokana na kuipata ajira hii. Pia inatusababisha sisi familia zetu tunazilisha kutokana na ajira tulioipata. Then tuseme tunamshukuru Mungu kwa sababu isingekuwa ni mradi huu hatujui kama vijana tungekuwa wapi, kwa sababu wengi tupo mtaani. Lakini kwa kutokana na ajira hii tunashukuru, inatuwezesha na inatupa faida na manufaa kwa familia pia, na inatuepusha dhidi ya makundi machafu yaliyoko mtaani na tunapambana naye. Jukumu lenu nini katika kulinda huu mradi sasa? Sisi kama vijana tunatumia nguvu zetu na akili pia kwa uwezo ambao tuliopewa na Mwenyezi Mungu. Tunafanya kile ambacho tunaagizwa na uongozi na ndio tunachokitekeleza. Jina lako tena nikumbushe? Benjamin Ombeni Swai. Umetisha mwanangu. Naam. Haina kweli. Nashukuru zaidi. Brother, mara kuletea mradi tumefaidika na kupata kwanza kazi. Ili tuweze kuinua nini uchumi. Na pia tunashukuru serikali kwa kutuletea nini huo mradi. Imetuepusha kuishi makundi ya mtaani. Yaani tunaahidi tutatoa ushirikiano na tutatuza mali ambazo ziko wapi? Ziko area hii. Tutatoa ushirikiano kwa ulinzi na uongozi wa mali hapa. Kuhakikisha tunalinda nini? Tunalinda rasilimali.